Utapeli. Unajua kuna namna unaweza ukafikiria kwamba kitu kama utapeli kimeisha, au hizi ujumbe ambazo tunapokea kwenye simu zetu, tuma kwenye namba hii au fanya hichi fanya kile, sio, na mambo mengine yote ambayo tunatumiwa yakiwa na lengo la utapeli yamekwisha. Au wewe moja kwa moja ukipata kitu kama hiko una ignore, maisha yako mengine yanaendelea. Lakini utapeli bado upo. Na utapeli unaendelea. Watu wanatapeliwa kila siku. Mimi na mtu wangu wa karibu ni kama miaka miwili hivi, 2024 hapo, 24 23 alitapeliwa kwenye kitu ambacho yani kama utamueleza tu mtu hivi kawaida anaweza bana, hapa mtu anatapeliwaje au inakuaje? Lakini lengo si kusema kwamba yeye alitapeliwaje au kusema kwamba utapeli unafanyikaje. Hapana, hilo sio lengo langu. Lengo langu ni kushirikisha jamii, wewe ambaye umejanjaruka au wewe ambaye unauelewa na wewe ushakuwa mjanja, ushapata exposure, yani umeshajua vitu vingi. Kwa wale watu wako wa karibu ambao unawajali na kuwapenda, hakikisha unatoa elimu. Hakikisha unazungumza nao na kushare nao vitu tofauti tofauti kuhusiana na namna utapeli unavyofanyika na unakujaje, na hasa pale utapeli mpya ambapo unakuja. Sasa hii elimu wewe unaweza ukawa unaichukulia poa, lakini inaweza ikaokoa mambo mengi sana, kwa sababu hatufanani. Yaani mimi baada ya matukio kadhaa ambayo yamewatokea watu wangu wa karibu, nimejua kuna haja ya kufanya hicho kitu. Na si kwamba kuna mtu atakuja afanye kampeni apite nchi nzima alipie matangazo kwenye TV au kwenye social media aseme kwamba kutoa elimu ya kuondoa utapeli. Hapana, ni sisi kwa sisi. Yani wewe na wapendwa wako, kila mtu adili na, kama ni mzazi, kama ni ndugu yake wa karibu au ndugu zako, marafiki zako mtaani, kwa sababu tunatofautiana. Yani lazima tukubaliane tunatofautiana. Hizi messages hizi unazoona mtu anatuma kwenye namba hii, kuna kitu fulani sio hichi, sio kuna biashara ya madini au kuna chochote kile ambacho kinaendelea. Hizi unawezekana ukawa unadharau, lakini kuna watu bado wanajaa, kwa sababu kwa namna maisha yalivyo lazima tukubaliane tunatofautiana sana, uelewa, tunatofautiana, mazingira tunayoishi. Ndio maana tunashauriwa pia kutembelea mazingira tofauti tofauti tunapoweza. Yani pale unapopata muda na uwezo, tembelea mazingira tofauti tofauti. Upate kitu kinaitwa exposure. Yani akili yako inafunguka, unaona mazingira tofauti, watu wanaishije na kila namna. Sasa utapeli ni kitu kimoja ambacho kinamtokea mtu kwa sababu tofauti tofauti sana. Lakini pia kuna utapeli ambao unafanyika, watu wako very smart. Yani very very smart. Wa kisasa huu unakuja na nisemeje, unakuja na namna fulani kabisa rasmi ambayo mtu anaitengeneza. Yani kuna mtu anaweza kaja na wazo la kilimo. Sawa, kinafanyika 1 2 3. Kilimo cha mbaazi, kilimo cha kunde. Kwa sababu mtu mwingine ukimwambia utapeli, yeye moja kwa moja akili yake imeenda kwenye kuuziwa cheni bandia na kupewa pesa bandia. Hapana. Utapeli upo wa namna tofauti tofauti. Mtu anakuja na wazo kabisa lina mpangilio la kilimo. Hapa tunalima mbaazi. Mbaazi ukienda Pakistani kilo moja ni shilingi 30,000 sijui, na maelezo mengine mengi. Kwa hiyo kila mtu kiasi atakachochanga kila baada ya miezi 6 atapata faida ya 70% au 60% lake. Ni kama umetoa milioni 1 utapata 700,000 kila baada ya miezi 6. Umetoa milioni 2 utapata labda kiasi fulani. Hivyo hivyo. Sasa kwa nini tunashirikishana vitu kama hivi? Unajua mimi naweza nikawa niko mazingira ya mjini, nikajua utapeli ambao unafanyika kimjini. Sawa? Lakini mimi huyu wa mjini nikaja nikapigwa au nikatapeliwa na mtu wa kijijini kwenye mazingira hayo miradi ninayokuambia ya kilimo, ya ufugaji, ya vitu tofauti tofauti. Kwa sababu mimi hivyo hayo kwenye mazingira yangu hicho kitu hakipo. Kwa hiyo mtu anapokuja anakuseti, anakupata, yani anakujaza vizuri tu kwenye mazingira ambayo yeye anakuwa anataka. Kwa hiyo sasa tuendelee kushare elimu. Yani si kwamba wewe uko mjini ndio unachakuambia tu watu wengine ambao wako sehemu zingine. Hapana, wala haiko hivyo. Yes, hata mtu ambaye yuko mkoani anaweza akakushauri, kwa sababu wewe uko zako mjini lakini hujui kuhusu kilimo, hujui kuhusu ufugaji. Kwa hiyo kuna watu wanakuangalia kwenye vile vitu ambavyo huvifahamu, wanakuseti alafu wanapita na wewe. Yani wanakutapeli. Tena wanakuandikia kabisa
Ukishaona kwamba kuna utapeli kabisa, unaandikiwa ili unakuwa una breakdown ya kwamba unaweka kiasi hiki, mwisho unakuja kutoa kiasi hiki. Sasa hivi pia kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuja. Ndio maisha yanabadilika. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuja. Kuna vitu umesikia kuhusiana na cryptocurrency, kuna vitu vya forex ambavyo umevisikia. Yani ni vitu vingi ambavyo vimetokana na mabadiliko ya teknolojia. Sasa hivi vitu si kwamba ni vibaya, hapana. Ila kwa sababu ya ugeni, navyo kuna watu watafanya nini? Watapigwa. Kwa hiyo kuna muda ukikaa na wadau, mnakaa jioni kama hii, mnapiga tu story, wewe unauelewa wa kitu kama hiko. Watu uliokaa nao kama kiangalia uone kama unaweza kawa na uelewa wa hicho kitu, unaanzisha tu mada. Hivyo umesikia mambo yananilia ya electronic coin. Au mfano hizi Bitcoin au coin hizo tofauti ambazo zipo coin za mitandaoni, au ushasikia chochote kuhusiana na issue ya forex. Wewe umeelewa nini? Mnaongea ile mada. Sio hivyo maongezi, sisi watu wa maongezi tu ya kawaida. Kwa hiyo una knowledge yako fulani. Uzuri sasa hivi pia unaweza ukaingia mtandaoni ukatafuta taarifa zaidi pale inapohitajika. Kwa hiyo at least mtu apate elimu. Japo inaweza isiwe rasmi, lakini una uwezo wa kuokoa kitu. Kwa sababu kama hivi vitu vya mitandaoni hivi vya teknolojia hivi watu wanalia na watu wataendelea kulia. Sasa namna ya kupunguza athari, hatuwezi tukaondoa moja kwa moja, lakini namna ya kupunguza athari ndio hivyo, kushare elimu ya sisi kwa sisi, wewe na wapendwa wako, wewe na rafiki zako, wewe na jamaa zako, kwa sababu dunia ni sehemu katili sana. Usipokuwa tu makini, watu wana take advantage, watu wanaangalia ulipoacha nafasi, wanapiga mule. Kwa tuendelee kuenezeana elimu, tuendelee kuelimishana kwenye vitu vidogo vidogo, kwenye maongezi ya kawaida, kwa sababu kusubiri kwamba mtu aje afanye kampeni ya kueleza faida na madhara na hao mtu anaweza akatumia gepu la watu kutokuelewa kufanya ulahai, inaweza ikachukua muda au isiwepo, au labda inafanyika lakini kwa namna fulani ambayo haiwezi kumfikia kila mtu. Kwa hiyo namna nzuri tunaweza tukasema ni wewe share na wapendwa wako. Yani wewe unaweza ukahisi kitu ambacho ni kwako ni moja kwa moja, yani kwako wewe ni moja kwa moja, lakini kwa mwingine sio moja kwa moja, kwa sababu tunatofautiana mazingira yetu. Kama hivyo nilivyosema, wewe uko mjini, unajua mengi sana ya mjini. Kuna mwingine yuko shamba, anajua mengi sana ya shamba. Wewe wa mjini unaweza ukapigwa kwa hivi vitu vya shamba, na mtu wa shamba anaweza kapigwa kwa vitu vya mjini. Lakini mnapokutana mkakaa, badilishaneni mawazo. Hasa kwenye engo hiyo, kwa sababu inaweza ikaokoa vitu. Tofauti na hapo unaweza ukasikia bana, unamfahamu fulani yule jamaa bwana walikuja hapa wakamlagai mambo ya kilimo, amestaafu, maskini ya Mungu yule mzee, watu wamechukua hela zake zote, basi amefariki kwa pressure. Sasa habari kama hizo ukiwahi mapema unaweza ukapunguza madhara, japo kama ni kutokea vitu vinaweza visimalize kabisa kutokea, lakini at least vipungue, au wewe kuwalinda wale watu wa jamii yako na watu wanaokuzunguka.